Hello, habari ya wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Karibu tena siku ya leo kwenye kipindi cha Jiko Salama. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili yako kupata elimu namna sahihi ya kuandaa vyakula ambavyo utatumia katika familia yako kwa kuzingatia kanuni na miongozo ya afya. Na kwa sababu tunakupenda na kukuthamini na kujali afya yako, karibia ungane pamoja nasi siku ya leo tena kwa ajili ya kupata elimu ambayo itakusaidia kupata mwongozo namna ya kuandaa chakula kilicho bora, sio kwa muonekano tu, sio kwa ladha peke yake, lakini kikaweze kuwa na tija katika afya yako. Jina langu ni Aniva Mongola. Leo hii tutakuwa pamoja nawe katika kipindi cha Jiko Salama, na tayari niko hapa jikoni, na baadaye mtaalamu wetu ataungana pamoja nasi kwa ajili ya kukufundisha, kwa ajili ya kupata elimu ya kuendelea kuboresha afya yako kupitia kipindi cha Jiko Salama. Unafahamu leo tutapika nini? Salia hapo, siondoke. Mwalike na rafiki mwingine ajumuike pamoja nasi katika kipindi cha Jiko Salama leo hii. Karibu, tutarejea tena hivi punde. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi. Kama nilivyokujuza hapo awali, kipindi hewani ni Jiko Salama. Na vile ambavyo umeendelea kutusubiria, leo hii nilikuahidi hapo awali kwamba tuna kitu kizuri pia kwa ajili ya kuendelea kuboresha afya yako kwa uzuri kabisa. Na nimemleta kwako rafiki huyu, mimi namuita ni rafiki wa Jiko Salama, ambaye anatenga muda wake wa thamani sana kwa ajili yako, kukupatia elimu ambayo itakusaidia kufahamu namna sahihi ya kuandaa vyakula kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya afya yako, na yote kwa ajili ya kuwa na tija yenye afya, mwili wenye afya iliyo bora. Rafiki huyu ni mtaalamu wa lishe, anaitwa Nonza Faresi Tongora, ambaye kwa muda wake wa thamani tunakuwa pamoja naye kwenye Jiko Salama kwa ajili ya kukuelekeza ambacho tunakuwa tumekiandaa kila siku kwa ajili yako. Leo hii tunaandaa kitu kizuri sana maalum kwa ajili yako ambacho kitasaidia kutengeneza afya yako. Tunaandaa chapati za dengu. Unaweza kuwa unajiuliza kwamba umezoea kuandaa vyakula aina mbalimbali. Tumezoea chapati kule za ngano na aina nyingine, na hiki leo tunachoandaa ni kitafunwa ambacho kitatengeneza afya yako kwa ajili yako na familia yako. Dada Nonza, habari ya wakati huu? Salama kabisa. Asante kwa muda wako wa thamani. Basi mtazamaji yuko tayari kusikia ambacho utamfundisha siku ya leo katika kipindi cha Jiko Salama. Sawa. Ndio, karibu. Karibu jikoni jamani. Okay, mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Jiko Salama. Sasa hapa tuko jikoni kwetu. Jikoni kwetu leo tunapika lettuce French bread, chapati za dengu. Dengu hizi ni dengu za pinki, sweet carrot, nyekundu, lakini wengi wanaita lady lettuce. Ili tukamilishe pishi letu, tutakuwa na dengu zenyewe ambazo tumeshaziloweka. Tumeziloweka muda wa masaa 6. Alafu tukaziosha, tukatoa ile maji ambayo tulilowekea, then tukazichuja, tukapata mfanano wa namna hii hapa. Alafu nikasema ngoja nionyeshe sasa dengu zenyewe ambazo zikiwa bado hazijalowekwa zinafanania hivi. Hizi ni dengu ambazo hazijarowekwa. Kwa hiyo ukitaka kwenda kutafuta aina hii ya dengu, basi zinafanania kwa namna hii. Zimeshatolewa yale maganda ya nje, yamebakia kile kiini cha ndani. Alafu katika pishi letu ili likamilike, tutapata ni mtindi. Hii ni mtindi robo. Utatumia mtindi aina yoyote ile. Alafu tuna yai la kienyeji. Alafu pia tuna mchanganyiko wa pilipili manga, mdarasini pamoja na iliki ili kukamilisha pishi letu. Alafu pia tuna hii baking powder. Alafu pia tuna maji, tuna chumvi. Hii ni chumvi, ni aina ya Himalayan pink salt. Ni nzuri sana kwa ajili ya afya zetu. Alafu pia tuna mafuta ya mzeituni. Kwa kwanza moja kwa moja kupika, tutakuwa na blender yetu ambayo ni half duty. Jitahidi upate blender ambayo inasaga vizuri, kwa sababu hizi dengu zetu tutazisaga. Basi tutaziweka kwenye blender kwa kipimo hicho ambacho tumeweka, ni glasi moja.
au tuseme kama ni robo. Hii yote inakamilisha robo kilo. Kwa hiyo tutaweka kiasi hapo. Alafu baada ya kuweka dengu zetu, tutaweka hii mtindi. Jitahidi upate mtindi ambao ni mzuri, ni fresh. Baada ya kuweka mtindi, tutaweka hili yai. Tumetumia hii la kienyeji. Baada ya kuweka hiyo, tutaweka mchanganyiko wetu wa pilipili manga na mdarasini pamoja na iliki. Alafu baada ya hapo tutaweka baking powder. Baking powder tutatumia robo kijiko au kile kijiko kidogo cha chai. Tutaweka hapo. Tunaweka hiyo baking powder kwa ajili ya kusaidia ziumuke na ziweze kuiva ndani katikati wakati wa kupika. Baada ya hapo tutaweka chumvi yetu kiasi kidogo tu kwa ajili ya ladha. Baada ya kuweka chumvi, tutaweka maji. Hakikisha unatumia maji ambayo ni safi na salama kwa ajili ya kutengeneza mocha. Maji tutaweka kiasi hicho. Baada ya kuweka sasa hapo, hizi nimebakiza, unaweza ukaweka maji ukapata uzito ambao ni sio sawa. Kwa hiyo hizi tumezibakiza kwa kuja kuweka kwa juu kisha saga. Baada ya kuweka mchanganyiko wote, basi tutasaga. Basi mpaka hapa mchanganyiko wetu wa dengu na viambata vingine vimeshachanganyikana kabisa na vimeshakuwa laini. Basi tutahamisha, tutaweza kuweka kwenye bakuli letu ambalo tumeliandaa kwa ajili ya kuweka mchanganyiko wetu. Basi mpaka hapa tayari mchanganyiko wetu umeshasagika vizuri kabisa kama unavyoona. Hakikisha unapata uji wa namna hii, yani uzito wa namna hii, usiwe mzito sana na usiwe mwepesi sana. Baada ya hapo tutawasha jiko letu na kuweka pani. Jitahidi na pani ambayo unaitumia au frampeni ambayo unaitumia iwe ni non-stick ambayo haishikishi chini, na unatakiwa uiweke jikoni ikiwa ipate moto zaidi, yani ipate moto sana. Hiyo nitakuja kuelezea baadaye kwa nini tunaweka hivyo. Okay, baada ya kutengeneza mchanganyiko wetu huu, tutabandika pani yetu jikoni, frampeni yetu ipate moto sana 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 sana. Baada ya kupata moto kiasi hicho, basi tutaweka mafuta. Unaweza kutumia mafuta ya mzeituni kwa ajili ya afya yako, au unaweza kutumia mafuta ya nazi na yenyewe ni mazuri pia kwa ajili ya afya yako, au unaweza kutumia mafuta ya ufuta. Mafuta kati ya hayo ukiwa nayo ni vizuri zaidi kutumia. Baada ya hapo tutasiliba au tutasambaza mafuta yetu katika frampeni yetu. Tukisha sambaza haya mafuta tutapunguza moto. Kumbuka mwanzo tuliweka moto mkali ili frampeni yetu ipate moto kabisa. Kwa hiyo tutapunguza moto. Baada ya kupunguza moto, basi tutaanza kuweka mchanganyiko wetu wa dengu. Weka kiasi kidogo tu. Na dengu hizi ni nzuri sana, zina fiber ya kutosha, ina protini za kutosha. Kwa hiyo kwa watu wenye uzito mkubwa, watu wenye kisukari, wanafaa kutumia vitafunwa hivi. Wengi tumeshazoea kutumia vitafunwa hivi vya ngano, chapati, mkate, unakuwa na wanga mwingi. Kwa hiyo sasa hii ni mbadala. Badala ya kuwa na kupata carbohydrate ambazo zinapatikanika katika ngano, basi ni vizuri kupata protini ambazo zinapatikanika katika lentils hizi, katika hizi dengu.
na ni vizuri zaidi kutumia watu wenye shida ya moyo. Inasaidia kusafisha ile mishipa midogo midogo ambayo inapatikanika kwenye moyo. Kwa hiyo ni nzuri pia kwa watu wenye shida za moyo, wakitumia inawasaidia, hazitawaletea madhara makubwa kama wakitumia chapati hizi za kawaida. Na pia na watu wenye kisukari, kwa sababu haina wanga, ina protini ya kutosha. Kwa hiyo ni kitafunwa ni kizuri na kina afya nzuri na kina virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo baada ya maelezo hayo, basi ukishaweka kwenye pani yako, utaanza kuona hivi vitobo vitobo vinatokea. Ukianza kuona hivi vitobo vitobo vinatokea katika chapati yako, basi ujue kabisa unga wako ni umesagika vizuri. Dengu zako zimesagika vizuri. Vitu vyote tulivyoviweka vimeweza kuingia vizuri na vimeweza kuchanganyikana vizuri. Baada ya kuweka mchanganyiko wetu wa dengu na umeshakauka, kama unavyoona mpenzi mtazamaji, unaona kabisa zimekauka juu, yani ile rojorojo la juu limeshakauka. Sasa tunageuza upande wa pili. Unaona inavyoonekana. Kwa hiyo hapa inakupa matokeo mazuri kabisa, inakuaminisha kabisa kwamba imeshaiva na iko vizuri. Kwa hiyo tutaweka kwa upande huu wa pili kwa muda kama dakika 3 mpaka 4 na mkate wetu utakuwa uko tayari. Tuseme chapati yetu itakuwa iko tayari. Tulipogeuza upande wa pili, chapati yetu inakuwa imeshaiva. Unaona muonekano unaonekana hivi. Kwa hiyo ukiona iko hivi, basi unajua imeshaiva mpaka ndani. Kwa hiyo baada ya hapo unahakikisha unapata, wakati wa kutengeneza unapata rangi nzuri kama hii hapa. Jitahidi sana kupata vitafunwa kama hivi. Kama ni mtu wa kukaa tu ofisini, usitumie hizo chapati zenye ngano hii ya kawaida. Jitahidi andalia familia yako chapati kama hizi ambazo zina protini ya kutosha. Na wewe hapo kama una kisukari, una ugonjwa wa moyo, basi hivi ndio vitafunwa ambavyo vinakufaa na ni vizuri zaidi kwa afya yako kutokana na hali ulionayo. Dengu zinapatikanika kokote, kwenye masoko yetu, kwenye maduka yetu haya. Kwa hiyo ukifuata huu mtiririko nilioongoza hapa, basi utapata kitafunwa kizuri chenye afya kama hivi. Unaona tumeweka tena, yani ukishaona tu hivi vitobotobo vinatokea katika chapati yako, basi uhakika 100% kwamba unaenda vizuri na mchanganyiko wako umeweza kuchanganyikana vizuri na vipimo vyako ulivyoviweka viko sawia. Tunazigeuza tena. Unaona kama inavyoonekana hii ya pili, na yenyewe inaonekana hivi, rangi yake ni nzuri kabisa, inavutia. Jitahidi kupata vitafunwa kama hivi vyenye wingi wa protini, yani wanga wake ni mdogo sana, ambayo haina shida. Kwa wewe ambao unakaa ofisini, ambao unafanya shughuli zako ambazo hazitumii nguvu, basi vitafunwa hivi vinakufaa. Na pia hizi lentils unakuta zina fiber za kutosha. Kwa hiyo zile nyuzi zitakusaidia kufanya mmeng'enyo wa chakula vizuri.
Basi tutaendelea tena katika kupika hizi lentil flat bread. Tutaweka mchanganyiko wetu tena kwenye pani, yani hatutumii mafuta hapa. Yani pani yako ukishapaka ile mafuta ya mwanzo, basi inakuwa imeshajitosheleza kabisa. Kwa hiyo tutasiliba kidogo tu. Yani hatutumii mafuta, hatuweki mafuta. Zinajitosheleza zenyewe. Kwa hiyo ukiwa na familia yako hapo, nasisitiza zaidi vitafunwa vizuri vyenye afya, basi tumia aina hii ya dengu. Itakusaidia sana familia yako kuweza kupata virutubisho ambavyo ni sahihi na kuepukana na habari za hizi chapati za ngano hizi nyeupe, ngano ya brownie. Kwa hiyo hii hapa ni kitafunwa kizuri sana 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 sana, kitakusaidia katika mlo wako na kukamilisha safari yako ya lishe. Ukishaona imeshakauka hivi kama zile za mwanzo zilivyokuwa zinaonyesha, basi unageuza upande wa pili. Na kumbuka hizi dengu zina fibers za kutosha, yani zina nyuzi za kutosha ambazo zitakusaidia katika mmeng'enyo wako wa chakula. Kwa hiyo ni vizuri kupata kitafunwa hichi, na kitafunwa hichi unaweza ukakila muda wowote. Yani unaweza ukafanya ikawa ni chakula cha mchana, unaweza kufanya ikawa chakula cha asubuhi, cha jioni, kwa sababu kina protini ya kutosha. Wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha Jiko Salama, sasa kuna watu wameshazoea mayai ukikaanga lazima uweke mafuta. Sasa hapa na wafundisha namna mayai unayapika yanakuwa ni ya kukaanga, lakini unakaanga bila mafuta. Sawa Kwa hiyo tuna sufuria letu hili, jitahidi unapata sufuria ambalo halishikishi, wanaita hizi non sticks, ambalo halishikishi. Kwa hiyo sufuria likishapata moto, hakikisha moto wako ni mkubwa, tunaweka maji tu ya kawaida. Maji ya kawaida kidogo sana. Baada ya hapo, kipindi maji yanaendelea kuchemka hivi, unavyoona yanaweka kama maputo, basi mayai yako ya kienyeji ya kipige kama hivi unavyoona. Alafu sasa haya maji ya sambaze kwenye sufuria. Yaani hakikisha mikono yote inafanya kazi. Ya sambaze, kisha sambaze hivi basi unaliweka yai lako. Baada ya hapo tutaweka kachumvi kidogo kwa ajili ya ladha. Baada ya hapo sasa yai letu limeshakuwa hivi, tutafunika ili liive kidogo na mvuke. Alafu tunapunguza moto. Kwa hiyo ni kitendo kama cha dakika 2-3 yai letu linakuwa liko tayari. Baada ya kusubiria kama dakika 2 hivi na nusu, basi yai yetu linavyoonekana kwa staili hii hapa. Hii ni yai ambalo ni nzuri kwa afya, ni salama. Umechoka mayai ya kuchemsha, kila siku unakula mayai ya kuchemsha, basi njia nzuri, na hatutaki kula mayai ya kukaanga jamani, kiafya. Kwa hiyo njia nzuri ya kupika mayai bila mafuta, basi tumia njia hii niliyoielekeza mwanzo. Kwa baada ya hapo, unalikunja tu yai lako vizuri na yai linaonekana vizuri kabisa. Kila siku unapika mayai ya kuchemsha na kutumia njia hii. Tengeneza mayai yako. Yanakuwa ni mayai mazuri, yameiva lakini hayana mafuta.
Basi baada ya hapo tayari unaweza ukaandaa kabisa kwa ajili ya kula. Mtu yoyote, watu wenye sukari wanakula, watoto wadogo kabisa, hutaki mtoto wako apate mafuta, basi mtengenezee kwa njia hii niliyoionyesha. Wazee, wamama waliojifungua, wamama wanaonyonyesha, mayai mazuri sana, yanakuwa yametunza virutubisho vyote tofauti na ile unapokaanga na mafuta. Basi tayari. Okay, mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Jiko Salama, tumeshamaliza pishi letu la leo na limeshakamilika kabisa. Kama mnavyoona chapati zetu za dengu zimeshakuwa vizuri kabisa, na hapa zimepoa, zimeshalainika kabisa. Yaani kama unavyoona, ngoja nionyeshe mfano jinsi ambavyo zinavyokuwa. Umeona zinavyokuwa ni laini kabisa. Unaweza ukaikunja hivi kabisa kama sponge. Imelainika vizuri kabisa, imeiva vizuri kabisa. Hata ukiangalia ndani inakuwa imeshaiva na inachambuka kama chapati zile nyingine. Mimi nachojaribu kukuasa, yani jitahidi kurudi katika lishe ambayo ni sahihi, lishe ambayo ni nzuri, lishe ambayo haitakuletea magonjwa lishe. Na wakati wa kutengeneza hizi, hapo awali nilisahau kusisitiza hili, jitahidi kupata hizi dengu za pinki, zinaonekana kwa njia ya pinki au nyekundu, lakini ukienda sokoni ukisema kwamba nahitaji zile dengu nyekundu, ni rahisi kuzipata kuliko kusema pinki. Kwa hiyo na pishi hili linafaa zaidi dengu hizi za pinki. Kwa hiyo hapa tumeshamaliza, sasa tunaandaa meza yetu ili kuweza kuzifurahia au kufurahia pishi letu la leo. Sasa kuna aina nyingi. Unaweza ukazila hivi tu, ukazikunja kwa namna hii, then ukaandaa. Inakuwa haina shida. Alafu pia unaweza ukazikunja kwa namna hii, ukachukua labda yai katikati. Ukachukua yai, mikono yangu ni safi jamani, salama kabisa, nimeinawa vizuri. Ukaweka hapa katikati. Alafu ukakunja. Ukala vizuri tu. Kitafuna chako kinakuwa kimekamilika, chakula chako kinakuwa kimekamilika. Ukaweka hapa. Au unaweza ukafanya hivi. Hii alinifundisha binti yangu mkubwa na utundu wake, akaniambia mama, kwa nini tusifanye hivi? Sasa na mimi nawafundisha sasa. Tunaigeuza, tunaiweka kwa namna hii. Tunapaka, hii ni bata ya korosho. Unaweza ukatumia hata ile peanut butter ambayo ni nyepesi. Ukapaka huku. Ukaisiliba kote. Haina shida kabisa. Hakikisha tu unapata bata ambayo ni haijaongezwa mafuta. Kuna zile bata wengine wanasaga ili kupata hii smoothie, wanaongezea mafuta. Kwa hiyo jitahidi upate ambayo ni korosho yenyewe kabisa au almond yenyewe. Unaweza ukaweka ya kalanga yenyewe kabisa na ukao umejitosheleza katika afya yako. Basi baada ya kufanya hivyo, tunaweka asali tu kidogo. Baada ya kuweka asali, basi tunafatisha nyingine, tunaiweka kwa juu. Tunafatisha nyingine, tunaiweka kwa juu. Alafu tunazikata. Naona zinavyoonekana. Kwa hiyo unaweza ukaandaa kwa aina hizo tatu. Kumbuka hichi ni kitafunwa kizuri kabisa, kina protini za kutosha, kina fiber za kutosha, ni nzuri kwa afya yako, ni nzuri kwa watu wa diabetics, yani watu wenye kisukari, wenye uzito mkubwa, watu wagonjwa wa moyo. Ni nzuri kabisa kwa sababu hazina wanga mwingi. Kwa hiyo ni kitafunwa ambacho ni salama kabisa kwa familia yako. Kwa hiyo baada ya kuweka hivi, unasave kwenye sahani yako. Unaweza ukaiweka na hii nyingine kwa juu. Ukatengeneza mlo wako vizuri kabisa na bila kusahau tunda. Kwa mimi nimeonelea niweke chungwa. Kwa hiyo hakikisha mlo wako unakuwa umekamilika. Yaani mlo wako uko
kamili. Kwa hiyo hapa unapata protini za kutosha, unapata vitamin C kwenye matunda, unapata fibers kwenye lentils zetu, flat bread. Hapa chakula hichi unaweza ukatumia kwa kinywaji cha chai, unaweza ukatumia kwa maziwa fresh, unaweza ukazila hivi hazina shida. Unaweza ukaongeza labda kama ni mboga ukaweka kwa pembeni ukala, na ni mlo ambao umekamilika kabisa. Badala ya kusema jamani nyama zinapatikanika tu kwenye protini inapatikanika tu kwenye nyama, basi kuna aina nyingine ya kupata protini katika dengu zetu hizi, na ili uzifurahie vizuri unaweza ukatengeneza kitafunwa cha namna hii. Basi pishi letu limekamilika. Mtazamaji, bila shaka umeandamana vizuri kabisa pamoja nasi tangu mwanzo wa mchakato wa uandaaji wa chakula hiki cha leo, ambacho mpishi wetu alituambia kwamba ni chapati za dengu, lakini pia akaongeza na kitu kingine kizuri sana ambacho hata mimi nimejifunza. Hili ni yai ambalo limeandaliwa, limekaangwa kwa kutumia mvuke wa maji. Kwa hiyo ninaamini kitakusaidia kuendelea kuboresha afya yako. Dada Nonza, asante sana kwa chakula kizuri ambacho hata kwa muonekano tu kinaonekana kizuri sana. Ubarikiwe sana kwa kutufundisha, na ninaamini mtazamaji pia atafuatilia mafundisho haya kila siku ili aweze kujifunza kuandaa chakula kilicho salama. Karibu. Asante, nashukuru sana. Asante. Shukrani. Mtazamaji, hii ndo maana halisi ya jiko salama. Tunamaanisha uandaaji wa vyakula ambavyo vinazingatia kanuni za afya ili ukaweze kutengeneza na kuboresha afya yako. Hiki ambacho kimeandaliwa siku ya leo ni moja kati ya siri za jiko salama. Kwa hiyo hakikisha kila siku unaendelea kutufuatilia katika kipindi cha Jiko Salama ili ukaweze kujifunza namna sahihi ya kuandaa chakula kizuri kwa ajili yako na familia yako. Kimeandaliwa kwa uzuri kabisa kama unavyoona hapa, na ninatamani pia kupata ladha nzuri ya chakula hiki ambacho imeandaliwa siku ya leo. Tulikuambia hapo awali, hizi ni chapati ambazo zimeandaliwa kwa kutumia dengu ile ya pinki au dengu nyekundu, lakini pia kuna kitu kingine kizuri ambacho kitaambatana ukiamua kikaambatana na chakula hiki ambacho ni yai ambalo limekaangwa kwa kutumia mvuke wa maji. Hatujatumia kabisa mafuta haya mayai, lakini pia katika uandaaji wa chapati hizi za dengu tumetumia mafuta kidogo sana ambayo iliyoko tu tangu pale mwanzo, na hatimaye tukaweza kukamilisha chakula hiki. Basi kwa niaba yako niruhusu niweze kupata ladha ya hiki ambacho kimeandaliwa. Kizuri sana. Hiki ambacho nakwambia sio kunogesha tu kwamba ni kitamu, lakini ndio halisia wake kwamba chakula hiki ni kizuri na ni kitamu sana. Mimi ni Aniva Mongola na nilikuwa na mtaalamu wetu wa lishe dada Nonza Faresi Tongora, ambaye kwa muda wake wa thamani anauandaa kukuandalia chakula kizuri na kukupatia mwongozo sahihi wa kuandaa chakula chako kwa ajili ya afya iliyo bora. Endelea kufuatilia kipindi cha Jiko Salama. Zingatia pia kanuni bora za afya katika Jiko Salama. Moja, kuzingatia kanuni bora za afya, lakini hakikisha jiko lako linakuwa safi kama unavyoona jiko letu hapa, safi kabisa na nadhifu kwa ajili ya kuandaa chakula ambacho kitakuwa salama kwa ajili yako na afya yako. Lakini zaidi yote pia hakikisha unazingatia kanuni pia za kuendelea kutunza afya yako katika Jiko Salama kwa kutumia nishati safi ya kupikia ili ukaendelea kutunza afya yako. Tukutane wakati mwingine kwenye Jiko Salama hapa, tuendelee kutengeneza afya zetu tukaendelea kwa salama. Kumbuka, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu na wajibu wa kuitunza. Asante na uwe na wakati mwema.